Kwandu ni wakala wa siri wa kiwango cha juu mwenye moyo mgumu sana. Akiwa na bunduki yake ya kisasa ya kushambulia kutoka mbali, anaweza kulenga shabaha katika umbali usioweza kufikirika. Lakini anaporudi nyumbani, hubadilika kabisa na kuwa mume anayenyanyasika na mapenzi na mwenye pumu. Ili kumfurahisha mke wake, hukimbia bila shati kuzunguka eneo analoishi. Mwili wake unaovutia huwafanya hata akina mama wa jirani kuona aibu. Kadri watu wanavyozidi kukusanyika, jamaa huanza kuonyesha maonyesho ya kuvutia ya sanaa ya mapigano. Baadaye humsalimia mke wake mrembo akiwa juu ghorofani, huku akihakikisha kila mtu anajua mwanaume huyo bora tayari ana mwenyewe. Na katika miaka 10 ya ndoa yao, kila tukio la kifamilia jamaa hupotea kwa njia isiyojulikana. Kiufupi, matukio ya familia mengi yanampita jamaa. Aliwahi kukosa hata sherehe ya kwanza ya kuzaliwa binti yao wa kwanza. Katika siku hii, shirika lake lilimtuma kuwakamata wauzaji wa madawa ya kulevya. Aliwashughulikia wote kwa urahisi mkubwa mno, lakini wenzake walipofika kusafisha eneo la tukio, ghafla anakumbuka kuwa ni kumbukumbu ya miaka 10 ya ndoa yao. Anampigia binti yake simu haraka na kugundua kuwa mke wake Yura tayari ameenda peke yake Thailand kwa safari. Jamaa hofu inampanda. Wenzake wanamwambia kuwa ashughulikie mwenyewe matatizo yake. Ili kujirekebisha, jamaa anaenda mapema uwanja wa ndege kumpokea. Lakini Yura hampokei vizuri hata kidogo. Kisha Yura anahitaji kuonana na bosi wa mume wake. Lakini kila mara mume wake hudai kuwa bosi wake yuko safarini kikazi. Kwa hasira, mke wake anamshusha kwenye gari. Jamaa ananunua kuku wa kukaanga ili kumtuliza mke wake. Lakini Yura anampotezea, hampi usikivu wowote. Asubuhi inayofuata bado hapo kwenye vita baridi, hadi binti yao anaposhindwa kuvumilia kabisa hali hiyo na kuondoka kwenda shule. Ghafla simu zao zote zinatoa taarifa kwamba Yura yupo kwenye kipindi chake cha ovulation, na wote wanajikuta kwenye hali ya aibu. Jamaa anaona kama hii ni nafasi ya kurekebisha ndoa yao. Anamwambia mke wake aangalie ujumbe wa message kwenye simu yake. Zamani waliweka makubaliano kwamba kila siku ya ovulation wangejadili asili ya maisha ya mwanadamu na baadaye kunywa divai nyekundu pamoja. Wazo hilo linaufanya moyo wa Yura kutikisika kidogo, lakini tabasamu la kujipendekeza la mume wake linamkera tena. Siku nzima jamaa yetu anatuma ujumbe hadi ujumbe kwa mke wake. Ni mpaka Yura anapoona taarifa ya kumbukumbu ya kifo cha mama mkwe wake ndipo moyo wake unapolainika tena na anawaza kumsamehe. Anampigia simu mumewe na kumkumbusha kuwa leo ni siku ya kumbukumbu ya kifo cha mama yake, na akimtaka mumewe arudi mapema nyumbani na anunue divai nyekundu njiani. Jamaa yetu anatambua mara moja kuwa mke wake amemsamehe. Kwa furaha anaapa kwamba hata akifa ni lazima arudi nyumbani usiku huo. Lakini sekunde chache baadaye tayari yupo kwenye treni ya mwendokasi, akibadilika tena na kuwa wakala katili anaelekea kwenye bustani ya burudani kukamilisha misheni yake. Anapogundua kuwa shabaha yake ameambatana na binti mdogo, anaghairi misheni yake bila ruhusa na kuondoka na silaha yake. Usiku huo familia tayari imeandaa kila kitu kwa ajili ya ibada ya kumbukumbu. Wanamsubiri Don Ho afike. Yura anampigia simu kwa wasiwasi lakini hapokei. Familia inaamini tena ametumwa safari ya kikazi na Director Ho. Wakati huo huo Don Ho yuko bar. Alama ya lipstick kwenye glasi pembeni yake inaonyesha alikuwa na mwanamke muda mfupi uliopita. Wakati kila mtu anakaribia kulala, hatimaye jamaa anarudi nyumbani akiwa amechoka. Anabadilisha haraka nguo na kuanza kulalamika kuwa Director Ho hana huruma kwa kumtuma safari ya kazi siku muhimu kama hiyo. Lakini Yura amechoshwa na visingizio vyake. Ghafla simu ya mume wake inaita tena. Ni Director Ho. Baada ya kufikiri kwa muda, Yura anakata simu na kutuma ujumbe akimwambia Director Ho aje nyumbani. Muda mfupi baadaye ibada ya kumbukumbu inaanza. Familia nzima inaanza utamaduni wao wa kila mwaka wa kulia kwa pamoja, kila mmoja akilia kwa sauti kuliko mwingine, kiasi kwamba shemeji mpya hata hajui kama naye anatakiwa kulia. Ghafla kengele ya mlango inalia. Yuri anasema ameagiza miguu ya nguruwe. Mdogo wake anakimbia kwenda kufungua mlango, lakini anakutana na mwanamke mrembo wa kuvutia sana. Kumbe huyu ndio bosi wa mume wake, Director Oh Ji-yoon. Kila mmoja alikuwa akidhani kwamba Director Ho ni mwanaume. Hawakuwahi kufikiria kuwa ni mwanamke mzuri na mwenye mvuto wa kipekee. Baada ya kupata fahamu zake, Don Ho anauliza kwa nini amekuja. Director Ho anajibu kwa utulivu, si ni wewe ulinialika? Don Ho anabaki amechanganyikiwa kabisa. Wakati huo huo delivery ya kweli inafika. Director Ho anahisi mara moja kuna kitu kibaya. Anatupa maua yake pembeni na kufunga mlango kwa nguvu. Kumbe delivery man huyo ni muuaji wa kulipwa. Wawili hao wanaanza kupigana kwenye korido ya nyumba. Ndani ya nyumba familia inaanza kumhoji Don Ho. Yuri anakiri kuwa yeye ndiye aliyemwalika Director Ho. Kisha anamwambia mume wake afungue mlango. Nje Director Ho anamrusha muuaji huyo ndani ya lifti. Anafunika kamera ya usalama kwa utulivu.
na kubadilika kuwa malaika wa mapigano ndani ya lifti. Unaambiwa jamaa yetu alichezea kichapo sana ndani ya lifti humo. Wakati Dong-hoon anashuka chini na kutoa taarifa kwa makao makuu ili watume watu kusafisha eneo hilo, mapigano yalikuwa yameshaisha. Jamaa anauliza kwa nini alimleta muuaji mpaka nyumbani kwake. Director Ho anasema atawajibika mwenyewe na kushughulikia kila kitu. Juu baba yake na Dong-ho anaanza kukosa uvumilivu wanapochelewa kurudi. Kwa hasira anatupa miguu ya nguruwe chini na kuanza kupaza sauti akimtaka Dong-ho arudi nyumbani haraka. Director Ho naye anataka kupanda juu licha ya kila mtu kujaribu kumzuia. Anasema lazima kutane na mke wa Dong-ho. Alipofika juu anawasalimia wote kwa uchangamfu, huku aura yake ya kifahari na utulivu wa kijani kibichi wa chai ukionekana wazi kabisa. Ameleta zawadi, nguo mpya kwa wanawake wote wa familia. Yura anapiga makofi kwa aibu. Ndipo kila mtu anatambua hali halisi ilivyo. Familia inaanza kumshambulia Dong-ho kwa maneno, wakimlaumu kwa kutoweka kila siku muhimu ya familia, hata kukosa upasuaji wa baba yake. Anapoona Dong-ho amezingirwa na kushambuliwa, Director Ho anatumia mbinu yake ya machozi na kubeba lawama zote juu yake mwenyewe. Yuri anakasirika mpaka anacheka. Baba yake na Ho anapoona mrembo analia, haraka anaanza kumfariji, akisema kuwa kiongozi si kazi rahisi pia. Kama mwanaye anapokea mshahara, basi anatakiwa kufanya kazi vizuri na kuendelea kujituma. Dong-ho anakubali kwa kutikisa kichwa kama mtu aliyenusurika adhabu. Mwishowe kila mmoja anaguswa na machozi ya Director Ho. Bila shaka ushindi wa raundi hiyo unaenda kwake. Lakini Yura anahisi kukerwa sana. Baada ya duru kadhaa za pombe, Dong-ho anampigia simu mwenzake haraka ili ampeleke director nyumbani. Akibaki hapo muda mrefu, mpango wake wa kutengeneza mtoto usiku huo utaangamia kabisa. Wakati yeye na mke wake wanakaribia kwa karibu kimapenzi, binti yao anavamia ghafla chumbani. Dong-ho anajaribu kumrudisha chumbani kwake, lakini mtoto anasisitiza kulala nao. Mara moja, cheche zote za kimapenzi kati yao zinazimika kabisa. Siku inayofuata, baada ya kumpeleka mtoto shule, jamaa anaamua kumwalika mke wake kwa vita kubwa vya usiku huo kwa hamu kubwa. Lakini Yura tayari amepoteza hamasa. Anasema hataki ukaribu wao wa ndoa uhisi kama kazi ya nyumbani au jukumu la kutekeleza. Lakini jamaa hajali hata kidogo. Anaeleza tamaa zake kama mbwa aliyepagawa na mapenzi. Ingawa anatumia maneno ya kishairi sana, wazazi wengine waliopo karibu wanaweza wasiwaelewe. Jamaa yetu kakomaa kinoma. Anaonyesha hata maonyesho ya hadharani ya kupiga makofi kwa ajili ya mapenzi, jambo linalomwaibisha Yura kiasi kwamba hana namna zaidi ya kukubali kwa kichwa. Ndipo mume wake anaondoka kwenda kazini akiwa ameridhika kabisa. Anapanga mapema kabisa mdogo wake akamchukue mtoto shuleni na akae naye usiku huo. Usiku unafika haraka. Jamaa anakimbilia kefu ya Yura na kumkuta bado anafanya kazi. Jamaa yetu bila kusema neno lolote anamsaidia kufunga biashara na kumpeleka nyumbani. Lakini anapombeba Yura kwa furaha kuelekea ndani, anaganda ghafla, maana familia nzima iko pale. Kumbe maji yamekatika kwenye apartment ya baba yake. Mdogo wake anasema televisheni yao imeharibika na wanahitaji kulala hapo ili waweze kushangilia timu yao ya taifa ya Korea kwenye mechi ya mpira. Min Seo naye anasisitiza familia nzima ilale pale chini usiku huo. Kwa mara nyingine tena, mpango wa kutengeneza mtoto tena unaingia moshi. Hata hivyo, jamaa bado hajakata tamaa. Anamtumia ujumbe mke wake akisema aweke nafasi hotelini kwa usiku unaofuata. Yura hana jinsi zaidi ya kukubali. Siku inayofuata, shirika linampa mshikaji mission mpya. Anafika kwenye uwanja wa tennis unaotembelewa mara kwa mara na shabaha yake na kuanza kutafuta eneo zuri atakalomdungulia. Hatimaye anachagua hoteli ya mbali. Na kwa bahati nzuri, hiyo ndiyo hoteli aliyopanga kukutana na mke wake usiku huo. Kwa kutumia darubini, anaiona shabaha yake. Anatoboa shimo dogo kwenye kioo, anakusanya silaha yake ya thamani, ananyanyua bunduki, analenga, akivuta trigger kwa mwendo mmoja laini, akimaliza mauaji hayo kwa urahisi mkubwa. Wakati huo huo, Yura anatoka kazini mapema na kuelekea hoteli waliokubaliana. Bila kutarajia, anamuona Director Ho kwenye lobby ya hoteli. Mbegu ya mashaka inapandwa mara moja moyoni mwake. Anataka kwenda kumuuliza maelezo, lakini amechelewa sekunde chache na anaweza tu kutazama Director Ho akiingia kwenye lifti. Ndani ya chumba cha Dong-ho, ametapanya petali za waridi kila mahali. Kengele ya mlango inapolia, anakimbia kwa hamu kubwa kufungua mlango, lakini anakutana na Director Ho. Akiona mavazi yake ya kuvutia sana, Director Ho anauliza kama anakutana na mke wake. Dong-ho anajibu kuwa hana muda mwingi. Shirika limetoa mission ya dharura na shabaha itaondoka nchini ndani ya siku 3. Hivyo target hiyo ni lazima auawe haraka iwezekanavyo. Taarifa zinaonyesha kuwa mwanaume huyo anahusika na biashara ya kimataifa ya usafirishaji haramu wa binadamu, hasa watoto. Wakati huo huo, Yura anafika mlangoni mwa chumba. Badala ya kubisha,
Anafungua kimya kimya kwa kutumia keycard. Ndani anawasikiliza wawili hao wakizungumza kwa msisimko mkubwa. Kila kitu kinaonekana kusambaratika. Mume wake anajaribu kueleza kwa haraka, akimwambia asielewe vibaya. Anapoona machozi yakianza kujikusanya machoni mwa Yura, anamwomba director wake naye aseme kitu. Lakini director Ho anabaki ameduaa kwa muda. Hajui aseme uongo gani ili kuficha utambulisho wao asili. Bila hata kutarajia, Yura ndiye aliyesema kwanza. Alimwalika director Ho washuke chini wakanywe pombe pamoja. Wakiwa mezani, hakuna anayesema chochote. Wanawake hao wawili waliendelea kunywa glasi baada ya glasi hadi director Ho anafikia kiwango cha kushindwa kabisa kuendelea kunywa na kuuliza hali hiyo itaendelea mpaka lini? Hatimaye anaeleza kuwa yeye na mume wake ni wafanyakazi tu, hakuna kinachoendelea. Yura anashika glasi yake na kummwagia pombe. Director anataka kujibu kwa ukali lakini anajizuia. Yura anakunywa tena pombe nyingine kabla ya kusema kile kilichokuwa kinamsumbua moyoni mwake muda wote. Anamwambia director Ho kwamba amchukue mume wake, lakini haruhusiwi kuchukua watoto wake pamoja naye. Director Ho anaona maneno haya yanachekesha kidogo na anaamua kumtania. Kwa makusudi anasema, kweli Don Ho ni mwanaume wa kuvutia sana. Yura anaelewa vibaya, akidhani anamaanisha kuvutia kimapenzi, lakini director Ho anaongeza kwa utulivu kwamba Don Ho sio type yake kabisa, katika kiwango cha juu kabisa. Labda angemchukua mume wake kwa kumwazima kama siku angehitaji. Kauli hiyo inavuka mipaka kabisa. Yura anapasuka kwa hasira na kuanza kumpigia kelele. Director Ho anacheka kwa sauti. Hatimaye mwisho wa siku anaeleza ukweli wote kuhusu miaka mingi aliyofanya kazi na mume wake. Baada ya maelezo yake ya dhati, kutokuelewana kati ya wanawake hao wawili kunamalizika kabisa. Wakati huo huo, huko chumbani hotelini, Don Ho amesubiri kwa muda mrefu kiasi cha kutaka kuchanganyikiwa. Anampigia simu mke wake lakini hapokei. Kisha anampigia director Ho kumuuliza kinachoendelea. Kwa utulivu, director Ho anaanza kumfundisha kuwa anapaswa kumthamini Yura. Mwanamke kama yeye si rahisi kumpata. Maneno hayo yanasikiwa na Yura anaporudi kutoka chooni. Anakaa kimya pembeni ya director Ho. Anainamisha kichwa chake na muda mfupi baadaye analala usingizi. Siku inayofuata, akiwa kwenye mission, jamaa yetu Don Ho anapokea simu kutoka kwa mke wake. Kwa mshangao wake mkubwa, Yura anaongea kwa sauti laini na yenye mvuto, akidokeza kuwa anataka arudi nyumbani mapema usiku huo ili wanywe waini nyekundu pamoja. Mara moja Don Ho anaelewa maana yake. Mara tu baada ya kukata simu, shabaha yake inaonekana kwenye mgahawa ikiwa na watoto. Don Ho anawafuata mpaka kanisani. Kumbe mtu anayetakiwa kumuua ni padri. Jamaa anakodi chumba hotelini karibu na eneo hilo. Jamaa anaitoa silaha yake na kuikusanya kwa umakini mkubwa na analenga kanisa kupitia dirisha. Sekunde chache kabla hajavuta trigger, msichana mdogo anatokea ghafla. Jamaa anasimamisha operation papo hapo. Hataki mtoto ashuhudie tukio la damu namna hiyo. Lakini baada ya mtoto kuondoka, anarudisha bunduki yake kwenye target. Lakini simu yake inaita. Director Ho anamfahamisha kuwa mpango umebadilika. Bila uchaguzi mwingine, jamaa yetu anafunga vifaa vyake na kuondoka. Muda mfupi baadaye, padri anatoka kanisani. Mwanaume wa kigeni anamkaribia, ananyanyua bastola yake na kufyatua risasi moja tu. Padri anaanguka chini akiwa amekufa papo hapo. Upande huu wa pili, jamaa anakimbilia kutazama maonyesho ya jukwani ya binti yake Minso. Huko anakutana na rafiki yake wa zamani ambaye hajamuona kwa miaka mingi. Anamwalika nyumbani kwake kama mgeni. Wakati huo director Ho anapiga simu akisema wamepata picha ya muuaji aliyemuua padri. Jamaa yetu anatumiwa hiyo picha, na baada ya kuiona hiyo picha anabaki ameduaa. Ni rafiki yake wa zamani. Anashindwa kuamini kuwa mtu anayemfahamu kwa miaka mingi kumbe ni muuaji wa kulipwa. Lakini Don Ho hafichui utambulisho wa rafiki yake. Siku inayofuata, director Ho anakamilisha taarifa binafsi za muuaji huyo na kupanga kikosi cha akiba kwa ajili ya kumkamata. Wakati huo, muuaji huyo amekaa kwenye bustani akifanya meditation kwa utulivu. Anapoketi, anaona simu kutoka kwa Don Ho. Anaipokea, lakini hata kabla hajazungumza, risasi inapita moja kwa moja kwenye shingo yake. Kutoka kwenye jengo refu lililo mbali, sniper mwanamke anashusha bunduki yake taratibu. Na mwanamke huyo ni mke wa Don Ho, Yura. Kwa nje anaonekana kama mke mwema na mama mwenye upendo. Lakini ukweli ni kwamba yeye ni muuaji katili asiye na huruma. Aha, kimbembe leo. Risasi maalum inakatisha maisha ya mshikaji wetu mara moja. Baada ya hapo, Yura anarudi kwa utulivu supermarket na kununua viungo vya chakula cha jioni, akirejea kwenye maisha ya kawaida ya mama wa nyumbani. Kumbe wakati John alipotembelea nyumba yao awali, aliwapa taa maalum ya mezani kama zawadi. Lakini taa hiyo inapowashwa, maandishi fulani yanaonekana na kuamsha kumbukumbu za kipindi cha giza kutoka kwenye utoto wa Yura. Kumbe kwa bahati mbaya, baadaye anagundua nembo kwenye mwili wa John. Ilikuwa ni alama ya shirika la wapiganaji. Macho ya Yura ghafla yanabadilika kuwa ya baridi na ya kutisha.
anaamua kuangamiza wote wanaotishia familia yake. Director Ho anakuja kuchunguza mwili wa John. Tundu la risasi kwenye shingo yake linamshangaza sana. Hii ni kazi ya silaha inayotumiwa na muuaji wa kiwango cha juu. Don Ho anauliza ni nani aliyemuua rafiki yake, lakini Director Ho anakataa kusema chochote na kumwamuru asiingilie swala hilo kabisa. Hisia za mshikaji zinamwambia wazi kuwa muuaji huyo ni mtaalamu wa kiwango cha juu sana. Anawasiliana na idara yake ya ujasusi kuomba faili kamili la John, lakini siku inayofuata anashangaa kupokea taarifa za mtu mwingine kabisa. Mshikaji akiwa amechanganyikiwa, anaenda makao makuu kuuliza kilichokuwa kimetokea. Anaambiwa tu kwamba alikuwa akifuata maagizo. Moyoni mwake anajua kuwa Director Ho ndo alikuwa anahusika na kila kitu, lakini kama wakala wa kitaalamu anaamua kuanza kuzingatia kukamilisha misheni yake. Baada ya siku kadhaa za ufuatiliaji, anagundua kuwa wakili aliyelengwa hupanda basi kila siku na hushuka kituo cha mwisho kila mara. Jamaa anaanza kutafuta eneo zuri atakalotumia kumlengea. Wakati huo anampigia Yura simu na kumwambia atachelewa kurudi nyumbani, hivyo ale chakula peke yake. Kwa bahati mbaya, Yura naye bado na mambo yake ya siri ambayo anahitaji kuyashughulikia. Wakati huo Director Ho anafika kwenye hoteli aliyowahi kukaa John. Ripoti za kijasusi zinaonyesha kuwa wauaji wa shirika la Warrior huwa wanabeba simu ya ziada ya siri kila wakati, lakini licha ya kutafuta kila kona, simu hiyo haikupatikana. Director Ho anaamuru picha za CCTV kamera zichukuliwe kwa uchunguzi. Wanapozicheza tena, mtu mwenye kutia shaka anaonekana. Kumbe Yura alikuwa amefika mapema kabla yao na kuchukua simu hiyo. Director Ho anagundua pia sanduku la siri limechezewa. Mara moja anatambua kuwa huu lazima uwe mpango wa Don Ho. Anampigia simu Yura na kusema angependa kuja kunywa chai nyumbani kwake. Wakati huo Don Ho yupo kwenye eneo la kuvizia akiitengeneza vyema bunduki yake, akisubiri wakili huyo aonekane. Hatimaye anamwona, ana lock target na kulenga vizuri, lakini wakili huyo anahisi kuna kitu kibaya. Don Ho anavuta trigger mara moja, risasi inapasua kioo na kumlenga shabaha, lakini mshikaji anahisi kuna jambo halipo sawa. Anaamua kwenda mwenyewe kuhakikisha kama amekufa. Anapofika anagundua mambo si marahisi kiasi hicho. Wawili hao wanaanza kupigana kwa ukali mkubwa bila kujali sheria yoyote ya heshima. Wakili huyo anatoa kisu na kumchoma mshikaji tumboni, kisha anatumia vurugu hiyo kutoroka. Wakati huo huo, Director Ho anafika mlangoni kwa nyumba ya Yura. Yura anapokaribia kufungua mlango, simu ya Jang inaanza kuita ghafla. Bila kujua hatari iliyopo, mtoto wake anapokea simu hiyo na mtu alipiga simu anamtaja Yura moja kwa moja. Hakuna anaenda kufungua mlango. Director Ho anaanza kushuku mara moja. Wakati huo anapokea taarifa kuwa mission ya Don Ho imefeli, hivyo anakimbilia eneo lake haraka. Huku nyumbani Yura anazima taa zote, anafunga mapazia, anavipanga visu vya nyumbani kimkakati na kujiandaa kwa mapigano yoyote yanayoweza kutokea. Anapoona mume wake bado hajarudi, anapiga simu lakini haipokelewi. Na upande wa pili kwa wakati huo, Director Ho anamtibia jeraha Don Ho. Don Ho anauliza utambulisho halisi wa John ulikuwa ni nani, lakini bosi wake anakwepa swali hilo na badala yake anauliza hali ya target yule mwanasheria ikoje kwa sasa. Anaposikia kuwa target huyo anaitwa The Lawyer, uso wake unabadilika kidogo. Don Ho anatambua mara moja kuwa kuna siri bosi wake anaificha. Director Ho anapokea taarifa ya dharura. Kabla hajaondoka, anamwonya Don Ho asiingilie kabisa mambo yanayohusiana na The Lawyer pamoja na tatu hiyo. Siku inayofuata Don Ho anaingia kwa siri nyumbani kwa wakili huyo. Bila yeye kujua, wakili huyo alikuwa amejificha kizani akimsubiria. Don Ho anarudi kwenye parking ya chini ya apartment yao. Anapotoka tu kwenye gari, ghafla bunduki inawekwa kichwani mwake. Ni The Lawyer. Anamlazimisha Don Ho kurudi ndani ya gari na kudai kujua sanduku la siri lilipo. Don Ho anatambua kuwa sanduku hilo lazima litakuwa na kitu muhimu sana. Anaanza kumchanganya kwa mazungumzo, kisha kwa kasi ajabu anamshambulia na kumdhibiti. Ngoma inazidi kunoga. Kwenye lango la kutokea, familia ya Don Ho ipo inamsubiri waende kusherehekea birthday ya baba yao, lakini bila kutarajia Don Ho anawapuuza kabisa na kuondoka kwa gari, akiwaacha wote wamesimama kwa mshangao. Don Ho anamfunga wakili huyo na kuanza kumhoji kikatili. Baada ya mateso makali, hatimaye wakili huyo anatoa password ya sanduku la siri. Ndani yake mshikaji anakuta orodha ya majina ya watu wanaotakiwa kuuawa, na kwa mshangao mkubwa, mtu anayetoa maagizo ya mauaji hayo ni Director Ho mwenyewe. Baada ya shinikizo zaidi, wakili huyo anakiri kuwa mtu ambaye Director Ho anahitaji auawe anaitwa Shaoma. Don Ho anaenda kumkabili Director Ho moja kwa moja akihitaji majibu, lakini Director anabaki makini sana na hafunguki. Anaporudi tena kwa wakili huyo, anakuta tayari ameuawa ili anyamazishwe. Mshikaji wetu bila kujua, Director Ho ndo alikuwa ameagiza uawe. Don Ho anapofungua nguo za mwili wake, anagundua kuwa hakuna tatuu yoyote. Akiwa hana chaguo jingine, anakimbilia kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa ya baba yake.
Familia ilikuwa inakunywa kwa muda mfupi kwa furaha kabla Donho kuwapeleka nyumbani. Baadaye akiwa chini parking, akakumbuka kuwa amesahau simu yake kwenye gari na akaifuata kuichukua. Wakati huo Yura anampeleka mtoto wao ghorofani, lakini mlangoni anakutana na mgeni asiyetarajiwa. Mwanaume huyo ni muuaji aliyefundishwa pamoja na Yura ndani ya shirika lao. Ukisikia kisanga, hapa kisanga kimeanza. Zamani alikuwa na hisia za kimapenzi kwake, lakini Yura hakuwahi kumwonea huruma. Katika dunia yao, mmoja lazima auawe mwenzake ili aishi. Kovu lililopo usoni mwa mwanaume huyo aliachiwa na Yura mwenyewe. Anaanza kumsogelea hatua kwa hatua. Ghafla milango ya lift inafunguka. Hisia za Dunho kama agent zinamuonya mara moja kuwa kuna hatari. Anamshika Taejo kwa nguvu na kumbamiza ukutani akitaka kujua yeye ni nani. Yura akiwa na hofu kuwa siri yake itafichuka, anakimbia haraka kumzuia mume wake. Lakini Dunho bado hamwachii. Ndipo Taejo anaanza kupiga kelele, mke wa muuaji, mke wa muuaji. Wote Yura na Dunho wanaganda kwa mshtuko. Dunho anajua kuwa kuna kutokuelewana. Haraka anamkumbatia Taejo kwa nguvu. Anajifanya kucheka pale na kumkaribisha ndani kama mgeni wa kawaida. Juu ndani ya nyumba, Yura anamtazama Taejo kwa macho ya kumuua. Baada ya kila mtu kulala, Yura anaenda chumbani kwa Taejo akiwa ameshika kalamu kama silaha, akimwonya kuwa aiache familia yake kwa amani na aondoke. Taejo anamwambia hakuja kuleta matatizo, ili mradi tu Yura amalize mission ambayo John aliacha kabla hajafa. Hapo familia yake haitaguswa. Yura anabaki kwenye mgogoro wa ndani. Mapema asubuhi inayofuata, Taejo anapokea simu kutoka kwa watu wake na kujiandaa kuondoka kimya kimya. Lakini anapofungua mlango tu, anakutana na familia ya Dunho ikimsubiri. Kumbe walimwandalia hafla ya kumkaribisha pamoja na kifungua kinywa kikubwa cha kifahari. Baba mzee hata anamlisha chakula yeye mwenyewe kwa mikono. Upendo wa familia hiyo unamchanganya kabisa. Wanaanza kunywa pombe kwa staili ya kuvukisha mikono ili kuimarisha urafiki. Kisha wanamvuta moja kwa moja kutengeneza kimchi pamoja. Mdogo wake anaenda kununua nyama na Taejo. Yura anasisitiza kwenda pamoja nao, lakini wakati huo mama anajikata na kisu jikoni. Yura hana chaguo zaidi ya kubaki nyuma kumtibia jeraha hilo, huku akizidi kuwa na wasiwasi ndani ya moyo wake. Baada ya kumaliza kununua nyama, mdogo wa Dunho anapokea simu ya dharura na kuondoka haraka, huku akimpa Taejo password ya mlangoni bila kujali sana. Taejo anaporudi nyumbani anakuta hakuna mtu. Anaweka nyama kwenye friji, anavaa apron na gloves, kisha anaendelea kutengeneza kimchi. Kwa muda mfupi karibu asahau nini ambacho kilimleta hapo, lakini ghafla anakumbuka kuwa yeye ndiye mfalme wa wauaji. Kama mtu yeyote angeweza kumwona katika hali hiyo, angechekwa hadi kufa. Jioni hiyo Yura anarudi nyumbani, anagundua kuwa mume wake pamoja na binti yake bado hawajarudi. Anapiga simu kuuliza, ndipo anapogundua kuwa mume wake alimwambia Taejo amchukue mtoto shuleni. Yura ana paniki vibaya, anakimbia nje haraka na muda mfupi baadaye anamwona Taejo akirudi na binti yake. Yura anamlaza mwanae kwa upole. Anawasha redio ili sauti yoyote isimwamshe. Kisha anachukua bisibisi akiwa na uso wa kuua na moja kwa moja kuelekea chumbani kwa Taejo. Ndani ya chumba, Taejo anatabasamu taratibu akiangalia mchoro ambao Minso ameuchora kama zawadi. Yura anaingia kwa nguvu na kumshambulia, lakini miaka mingi ya maisha ya kawaida kama mama wa nyumbani, uwezo wake wa mapigano umeshuka. Taejo anatupa business card mezani, au awe muuaji aliyestaafu anayeitwa Butterfly. Yura hana chaguo lingine. Kwa ajili ya familia yake anakubali. Wakati huo huo, Dunho anafichua utambulisho wa Butterfly na kugundua kuwa Director Ho aliwahi kufundishwa na shirika la Warrior, huku Butterfly akiwa mentor wake. Ili kufanya operesheni yake iwe siri, Yura anatoa pesa yake mfukoni na kuituma familia nzima nje ya mji, lakini mume wake analazimika kubaki kwa sababu za kikazi. Yura anaanza kumfuatilia Butterfly kwa siri, akichunguza ratiba zake za kila siku na kutafuta eneo bora la kumuua. Usiku huo huo anaingia kisiri ndani ya nyumba ya Butterfly na kutoa risasi yake maalum. Butterfly anapoiona alama ya kipekee iliyochongwa kwenye risasi hiyo, mara moja anamtambua Yura kama wanafunzi wake wa zamani, Agent 27. Yura anamwambia, kesho utakufa isipokuwa uondoke usiku huu. Lakini Butterfly anakataa kuondoka. Hataki kuiacha familia yake nyuma. Maneno hayo yanamgusa sana Yura. Usiku huo kila akijaribu kulala hashiki usingizi hata kidogo. Anapapasa uso wa mume wake kwa upole na hofu ya siku ambayo familia yake itagundua kuwa yeye ni nani hasa. Asubuhi na mapema, Butterfly anaingia kwenye gala la Director Ho na kusema, Agent 27 alinitembelea. Director Ho anabaki ameshangaa, akikumbuka msichana yule baridi na mkatili wa zamani kutoka kwenye shirika lao. Baadaye, Butterfly anasimama nje ya shule akimsubiri binti yake atoke. Ghafla, anapigwa na risasi.
Kutoka mbali, Don-ho anashuhudia tukio hilo kwa mshangao mkubwa kwa sababu hakufyatua risasi hiyo. Mara moja anaanza kuchunguza majengo mengine ili kutafuta sniper mwingine. Ni kama anaona mtu anayemfahamu. Anapolenga vizuri kupitia scope yake, anagundua ni mke wake, Yura. Wakati huo huo, Yura anatambua kuwa sniper mwingine anayemwangalia ni mume wake, ambaye siku zote alikuwa anamuona kama mtu wa kawaida. Wawili hao wakatazamana kwa mshangao usioelezeka. Yura anakimbia mara moja, anakusanya silaha yake na kuondoka. Don-ho naye anakimbia kuelekea jengo la upande wa pili, akitaka kuthibitisha kuwa kama kweli alikuwa ni yeye. Lakini alipofika, tayari alikuwa amechelewa. Yura alikuwa ameondoka kitambo. Yura tayari yuko ndani ya gari ya Taejo wakikimbia kwa kasi. Simu yake inaendelea kuita, ni mume wake anapiga, lakini hana ujasiri wa kupokea. Wanapofika mafichoni mwa Taejo, anatupa mezani picha nyingi na kufichua ukweli. Mtu aliyewaua watoto kipindi kile cha zamani si mwingine bali alikuwa ni Director Ho. Kusikia habari hizo, Yura akabaki ameduaa. Miaka iliyopita, Korea ilikuwa imejaa majasusi wa kigeni. Serikali ikaamua kuunda shirika la siri la kuwawinda maadui. Waliteka watoto yatima kutoka kote nchini na kuwafundisha kikatili kama mashine za kuua. Wale ambao walikuwa ni dhaifu waliuawa kimya kimya. Kila siku ilikuwa ni mafunzo ya kuishi na kuwajaza sumu vichwani mwao. Baadaye sasa, serikali mpya ilipoingia madarakani, shirika hilo likaamuliwa kuvunjwa. Wanachama wake wakaanza kuwindwa mmoja baada ya mwingine na kuwaua kikatili sana. Mwisho wa siku akatokea mtu mmoja aliyekuwa na huruma. Aliwasaidia Taejo na Yura kutoroka. Baada ya kukua, Taejo alirudi kulipiza kisasi. Ndiyo maana alimtafuta Yura na kumwambia target inayofuata ni Director Ho. Kabla hajaondoka, anampa faili nyingi na kumwambia angalie ili kufahamu utambulisho wa kweli wa mume wake. Wakati huo Don-ho anachunguza engo ya risasi na anagundua kuwa risasi iliyomuua Butterfly haikutoka upande aliokuwa amekaa Yura hata kidogo. Muuaji halisi alikuwa sehemu nyingine. Wakati huo huo anapokea ujumbe kutoka kwa makao makuu. Kwenye orodha ya watu wanaotakiwa kuuawa yupo binamu wa mke wake. Kwa upande mwingine, Yura anasita kufungua faili la mume wake. Mama anawaza nini atakikuta humo, lakini mwisho wa siku hawezi kujizuia. Alipofungua faili hilo, ukweli wote unawekwa wazi. Mume wake asiye na maana kumbe ni wakala wa serikali. Anafanya kazi katika taasisi ya kiserikali. Mahali pengine, Taejo anapokea ujumbe kutoka kwa msichana mdogo aliyewahi kumlinda zamani. Anapokumbuka tabasamu lake la utundu, hata mfalme wa wauaji anajikuta kitabasamu. Don-ho anarudi nyumbani kama kawaida na anamkuta Yura anapika kwa utulivu kama vile hakuna kilichotokea. Kwa muda mfupi hakuna anayejua jinsi ya kumwangalia mwenzie. Hata binti yao anahisi kuna kitu kibaya kati ya wazazi wake. Asubuhi inayofuata, Don-ho anagundua kuwa Yura ameenda kwenye hafla inayohusiana na Director Ho. Kwa wakati huu wawili hao walionekana kuwa karibu sana. Kabla ya kuondoka, Yura anamwambia Director Ho kuwa tayari anajua mume wake anafanya kazi kwa ajili ya serikali. Kisha anaacha maneno ya ajabu yenye mafumbo. Director Ho anachanganyikiwa kabisa. Ghafla anakumbuka msichana mdogo wa zamani na hatimaye anatambua kuwa Yura ndiye Agent 27 aliyewahi kumwacha aishi zamani. Anabaki kwenye mgogoro wa ndani kuhusu kama amwambie Don-ho au la. Wakati huo Don-ho anatumia makao makuu kufuatilia location ya Taejo. Yeye na Yura wanagawana njia kwa ajili ya kutafuta. Wakati huo Taejo yupo na Minsun wakiota moto. Anaona ujumbe kutoka kwa Yura kwenye simu yake na kudhani ni maagizo mengine yanayohusiana na familia. Lakini muda mfupi baadaye anapokea ujumbe ule ule. Hilo likamfikirisha kidogo. Ndipo anatambua kuwa Yura alielewa vibaya, akidhani Taejo ndiye aliyewaua wazazi wao wa kuwalea. Lakini ukweli ni kwamba alipofika eneo hilo zamani, aliwakuta tayari wakiwa wamekufa. Taejo pia akagundua kivuli kikisogea pembeni, lakini hakwenda kufuatilia. Moyoni mwake hataki tena Yura apatwe na shirika lile. Wakati huo Minsu anasema anataka kuku wa kukaanga. Taejo anamwambia akae hapo hapo bila kuzunguka, huku yeye akienda kununua chakula. Wakati huo Yura anaona nyumba ambayo taa zimewashwa. Anaingia ndani na kukuta begi la shule la binti yake. Anapotazama dirishani, anamwona mwanaye akiwa bustanini. Yura anakimbia na kumkumbatia kwa nguvu. Minseo anafikiri mjomba amemleta mama yake na kwa furaha anasema alifurahi sana kucheza siku hiyo. Yura anampigia simu Don-ho haraka na kumwambia kuwa amempata binti yao. Muda mfupi baadaye, Taejo anarudi akiwa amebeba boksi kubwa la chakula, lakini anakuta Minson hayupo. Taejo anafuata uelekeo na kumkuta Yura akiwa na mtoto wake wamesimama, akitazama boksi kubwa la chakula ambacho hakuwahi kumpa Miso. Ghafla Don-ho anatokea na kumpiga ngumi nzito usoni, akimwonya asikaribie tena familia yake. Taejo anamzuia kwa utulivu na kumuuliza, familia yako inamhusisha namba 27 pia? Alikuwa akidhani kuwa Don-ho bado hajajua utambulisho halisi wa Yura, lakini anapoona macho ya Don-ho anatambua mara moja kuwa tayari alikuwa amejua kila kitu.
Jamaa yetu anaamua kumpeleka mwanae akakae kwa mdogo wake kwa muda. Kuna maswali mengi yasiyo na majibu kati yake yeye na mke wake. Wanaporudi nyumbani pamoja, hisia zao kama mawakala wa siri wa mauaji zinawaambia mara moja kuwa kuna kitu kibaya ndani ya nyumba. Jamaa anafungua mlango kwa tahadhari kubwa, na kweli wauaji wawili wanaruka kuwashambulia. Lakini kwa kufanya kazi pamoja na maelewano ya ajabu, mume na mke wanawashusha chini kwa urahisi mkubwa. Haraka mshikaji anamwangalia mke wake kama hajaumia. Ghafla kengele ya mlango inalia. Alikuwa ni baba yake. Wawili hao wanaanza kusafisha eneo la mapigano kwa haraka wanaposikia mzee huyu akiingiza password ya mlango. Yora anasukuma mlango wa partition kwa kujifanya umeharibika ili tu kubuy time. Hatimaye mlango unafunguka. Baba yake anaingia ndani na kushangaa nyumba imevurugika kinoma yani. Upande wa pili jamaa yetu anawafunga kamba wauaji ambao walikuwa wamepoteza fahamu, huku akipiga simu kwa siri makao makuu ili watume watu kusafisha ushahidi. Huku sebleni baba yake anajua kuwa wanandoa hao wamegombana. Donho anatafuta sababu ya kuelezea jambo hilo, lakini anashindwa kabisa kupata uongo wa kueleweka. Haraka mke wake anamuokoa kwa kusema Donho anajifunza kwa baba yake namna ya kuficha akiba ya siri ya pesa. Mzee huyu anaingia aibu mara moja. Jamaa anatumia nafasi hiyo kutoa waini ya mchele na kumlewesha baba yake mpaka analewa kabisa. Ni baada tu ya hapo ndipo anafanikiwa kuwatoa wale wauaji nje ya nyumba bila kugundulika. Asubuhi jamaa anaamka anagundua kuwa mke wake hayupo, ameshaondoka. Ameacha ujumbe mfupi akisema nitarudi baada ya kushughulikia jambo moja. Yora anakutana na Taegu akiwa amemshikia bunduki, lakini badala ya kumuua anataka mwambie ni nani mastermind wa kila kitu. Wakati huo huo, Yora anapokea amri mpya, amuue Waziri O. Katika eneo lililopangwa kwa operation hiyo, mkurugenzi wa National Intelligence Service pamoja na Waziri Ho wote wanaonekana. Yora anahamia kwenye jengo lingine kwa siri na kugundua sniper alikuwa amejificha na anamuua. Director anatoa ishara kwa mkono wa kushoto. Mlio wa risasi unasikika lakini director hajapigwa. Yora anaanza kuchunguza eneo kwa haraka. Anagundua kuwa Taegu ndiye aliyepigwa risasi. Director anatoa ishara tena, lakini Waziri Ho bado yuko salama. Uso wa Director Ho unaanza kuwa mweusi kwa hasira. Kumbe Yura alikuwa ameshamuua sniper halisi mapema kabla ya operation kuanza. Akiwa na hasira kali, mkurugenzi anatoa bunduki yake mwenyewe na kuanza kumpiga mfululizo risasi Waziri Ho. Yura anarudisha mashambulizi mara moja, lakini mkurugenzi anafanikiwa kuondoka. Kwa bahati nzuri Waziri Ho alikuwa amevaa bulletproof, hivyo anaumia mkono pekee na kunusurika. Yura anampeleka nyumbani na kutibu jeraha lake. Wakati huo huo, Taegu anajitibu jeraha lake mwenyewe peke yake. Wakati daktari anaingia ndani, mara moja anatambua kuwa shirika tayari limemsaliti na kumtupa. Daktari anapojaribu kumpiga risasi ili kumuondoa kabisa, Donho anafika na kumsaidia, akimpiga chini daktari huyo kwa kutumia bunduki yake. Taegu anamuonya Donho kuwa Yura yuko kwenye hatari kubwa kwa sababu target ya mwisho wa muungano huo ni Yura mwenyewe. Jamaa anakimbia kwa kasi kwenda kumuokoa mke wake. Kwa upande mwingine, Yura amevamia makao makuu ya organization hiyo akiwa ameadhimia kuwaua wauaji wote ili kulinda familia yake. Lakini akiwa katikati ya mapigano anatambua jambo la kushangaza. Watu wanaopigana nao ni marafiki wa mume wake kutoka kazini. Kabla hata hawajaelewana vizuri, kikosi kingine chenye silaha nzito kinavamia na kufyatua risasi kila upande. Wakiwa wachache wamevamiwa, Yura na wenzake wanakaribia kushindwa. Ghafla mume wake anawasili. Mume na mke wanapigana tena kwa ushirikiano mkali. Hatimaye wanamaliza washambuliaji wote. Siku inayofuata, jamaa anaenda kumkabili Director Ho na anagundua kuwa shambulio lote lilikuwa limepangwa na director. Akiwa amejaa hasira, anaamua kumaliza kila kitu kwa mikono yake mwenyewe. Mahali pengine, Taegu ameenda kimya kimya kwenye shule ya Minseo. Anataka kumuona mara moja tu kabla ya kuondoka milele. Minseo anamtambua mara moja. Kutoka mbali, Yura anawaangalia lakini hawaingilii. Kwa msaada wa Minseo, Taegu na Yura hatimaye wanaondoa kutokuelewana kwa miaka mingi kuhusu yaliyotokea zamani. Baadaye, Donho anagundua kuwa director amefuta ratiba zake zote za kuonekana hadharani. Akiwa analindwa na watu wenye nguvu serikalini, anatoroshwa kwa siri kupitia njia ya maji kuelekea Thailand. Donho anamuwahi bandarini, lakini anachokutana nacho ni mmoja wa watu wa mkurugenzi ambaye anamuonyesha picha za familia yake kama tishio. Donho analazimika kuchagua uchaguzi mgumu. Kwa ajili ya usalama wa familia yake, anaamua kuachana na kila kitu. Baada ya vurugu zote, Donho anaacha kazi yake rasmi. Yeye na Yura wanafungua mgahawa pamoja. Baadaye wanarudi Thailand kutoa heshima kwa wazazi wa kuolewa Yura. Usiku huo wanakaa kimya ndani ya ule mgahawa waliokutana kwa mara ya kwanza, taratibu wakikumbuka utamu wa mapenzi yao ya kwanza. Na huu ndo unakuwa mwisho wa filamu yetu kwa leo. Hebu tupe maoni yako hapo chini kwenye comment. Umejifunza nini kutoka kwenye filamu hii? Usiache kutufollow, kulike, subscribe na kushare. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho, Kaka Chotara. Kwa leo sina la ziada, hadi wakati mwingine. Bye.